Kwa hiyo tukisoma Qur'ani, tunapoiishi Qur'ani, tunaona sifa za mitume hawa Mwenyezi Mungu alivyozitaja, lakini bado anasema wakisikia aya za Mola wao zinasomwa kwao wanaporomoka kusujudu na kulia. Sisi kila mmoja ajikague mwenyewe anaposoma Qur'ani akakuta pahala Mwenyezi Mungu anakataza jambo, anaeleza mafikio ya watu walioasi amri zake na maamrisho yake, ndani ya nafsi yako unajisikiaje? Unapata daraja hii? Sahaba Abdullah bin Mas'ud alipoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam amsomee Qur'ani, akamwambia ya Rasulullah, kwako wewe ndio imeteremshwa. Mtume akasema mimi napenda kusikia mwingine akisoma. Akamsomea Qur'ani mpaka akafika kwenye aya ile Mwenyezi Mungu anasema, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida, basi vipi itakuwaje siku ambayo tutakayoleta kila umma shahidi wake na kisha tukakuleta wewe juu ya hawa umma wako kuwa ndo shahidi. Siku hiyo watatamani wale walio kufuru na kumuasi mtume, lau ardhi ingeweza kuwafunika ikawa sawasawa wasiwepo, lakini hawatoweza kumficha Mwenyezi Mungu chochote. Kufika kwenye aya ile, Abdullah bin Mas'ud radhi za Mwenyezi Mungu zimwendea, anasema Mtume akamwambia hasbuk, kwamba hapo inatosha. Anasema alipoinua macho hivi kumwangalia, akamuona Mtume anatokwa na machozi. Anaunganisha kwamba anazungumza na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anazungumza na yeye. Sasa hapa pia Mwenyezi Mungu anatueleza mitume wake hawa aliowataja mwanzo wa surati Maryam, Nabii Zakaria mpaka hapa Idrisa, kwa sifa mbalimbali walizokuwa nazo, ukaribu waliokuwa nao na Mola wao, lakini bado wakisomewa aya za Mwenyezi Mungu wanaporomoka kusujudu kwa unyenyekevu na wanatokwa na machozi. Sisi pengine kile kinachokatazwa ndio unachokifanya na bado unasoma Qur'ani na haikuzuii chochote. Mtu mmoja alikuwa anaeleza ule mtindo wa watu wanawateka wenzao, alafu wanasema bwana lipeni kiasi fulani ndo aachiwe. Kwa hivyo wale majangiri wamewateka wale watu na wamesema kabisa wanatakiwa walipwe pesa wawaachie, lakini wale waliotekwa kule walikuwekwa wanasema wale wametuteka, kila mmoja ana tasbihi mkononi, ikifika wakati wa swala wanabadilishana, wanaswali lakini wanarudi. Sasa unaiona sura hiyo kwamba wanaswali, wanafanya mambo yote, lakini ndo wamewateka wale, wanasubiri walipwe ndo waachie. Sasa kile ambacho Mungu kakikataza yule mtu anakifanya, anashughulikana na bado anaswali. Sasa huyu utaona kuswali kwake na kufanya ibada sio kwa sababu ya kumwogopa Mungu, yani kwa sababu ni mazoea tu, kwamba toka kazaliwa anafanya hivyo. Kwa hiyo haimzuii kule kuswali, hakumzuii kufanya chochote, kwa sababu yeye anaswali kama mazoea. Hawa kuanzia Nabii Zakaria mpaka Idrisa, Mwenyezi Mungu atutajia na sifa mbalimbali, lakini bado hawakuwa wenyeji katika maneno ya Mwenyezi Mungu, hawakuwa wenyeji kwenye yale ambayo Mwenyezi Mungu anayazungumza, bali kila wanachokisikia kutoka kwa Mwenyezi Mungu wananyenyekea na wanabubujikwa na machozi kuogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na ndo hapa katika suratul Nisa tumeona Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kamwambia sahaba Abdullah bin Mas'ud amsomee Qur'ani. Alipomsomea kufika kwenye aya hii, vipi itakuwaje siku ambayo tutakaoleta kila umma na shahidi wake, alafu tukakuleta na wewe kuwa shahidi juu ya hao. Aya ile iliposomwa Mtume akamwambia inatosha. Kumwangalia anamuona anatokwa na machozi. Aya hii
tunayofungia leo inayosema ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, imekuja sehemu nyingine kwa namna tofauti kidogo, kwamba kwenye sura nyingine Mwenyezi Mungu kamalizia kwa kusema wa hasuna ulaika rafiqa, kwamba hawa mitume, mashahidi, wasema kweli na wengine kawaorodhesha, anasema hao ndo wanaofaa, yani uzuri ulioje wa mtu kuwa na marafiki wa namna hiyo kule peponi. Yote kuonyesha kuiga nyendo zao, kufata mwenendo wao ni katika jambo jema bora la sawasawa litakalokupa nafasi ya kuweza kuwaona. Mmoja katika masahaba alimwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaja siku hiyo kaonekana sura yake imebadilika. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, kitu gani kimebadilisha sura yako? Akasema, Rasulullah, mimi nakupenda sana na nisipokuona najisikia vibaya, lakini kisha nimekumbuka akhera kwamba kama sitoingia peponi ndo sitokuona kabisa, lakini pia nikiingia peponi wewe daraja yako haitokuwa sawa na ya kwangu, kwa hiyo sitoweza kupata fursa ya kukuona. Mtume akasema, tunaambiwa ikateremka aya hiyo kwamba ulaika ma'al ladhina, kwamba hawa mitume hawa na wale wenye kumtii Mwenyezi Mungu na kumfuata mtume wake, hao watakuwa pamoja. Kwa hiyo tukafasiriwa na wanazuoni upamoja wa hapo, hiyo maia sio kwamba watakuwa pamoja daraja moja, lakini watakuwa na fursa ya kuwaona. Kama ilivyo leo katika dunia, mtu akipata fursa kwa wale viongozi anawaona, anakuwa si sawa na yule ambaye hawaoni. Yule ambaye hawaoni ikitokea na yeye kawaona, anajisikia vizuri zaidi. Sasa hapa Mwenyezi Mungu ameteremsha aya hiyo kuwa jawabu kwa yule sahaba kwamba maadamu anampenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye anamtii Mwenyezi Mungu, anamfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anafanya yale mema, atapata nafasi kule peponi, japokuwa watu kuwa daraja moja, lakini ya kuwaona wale watu wema. Kwa hivyo nayo inatusogeza hapa kwamba kila mmoja wetu tumesoma hizi sifa za hawa mitume kuanzia Nabii Zakaria mpaka Nabii Idrisa, na Mwenyezi Mungu anaeleza pamoja na sifa zao, lakini bado walikuwa wanyenyekevu zinaposomwa aya za Mwenyezi Mungu, na bado walikuwa wanabubujikwa na machozi kuogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu. Maana yake tuige mwenendo huu, tuufuate mwenendo huu, tuwe miongoni mwa watu wema ambao mara zote wanashughulika kuwafuata watu wema waliotangulia. Tukifanya hivyo tutakuwa tunakwenda kwenye mwenendo wa sawasawa. Tutaona kesho aya inayofuata Mwenyezi Mungu anaelezea kizazi au vizazi vilivyokuja baada ya hawa, kwamba sasa kizazi kilichofuata kikaacha hayo yote, kikaenda kinyume, na Mwenyezi Mungu anasema kwa kufanya hivyo hawa watapata adhabu, wataingia katika adhabu ya moto kutokana na kwenda kinyume. Maana yake wale wanaofuata ambao ndio tunawasoma mpaka hapa hawatopata adhabu, watakuwa katika kundi la watu wema. Sasa mbali ya kusoma na kusikiliza tafsiri, lakini kila mmoja afanye bidii ya kuangalia zile sifa zile, kuanzia kwa Nabii Zakaria mpaka kwa Nabii Idrisa, sifa zile, alafu na wewe unajiangalia kwa kiasi gani unazo. Kama huna ufanyeje ili usogee kwenye zile sifa. Tumesoma kwamba Nabii Ismail alikuwa mkweli wa miadi, na wewe unajiangalia, wewe ni mkweli wa miadi? Tumesoma kwa Nabii Yahya namna alivyokuwa mnyenyekevu
mtiifu kwa wazazi wake. Na wewe uko namna hiyo. Tumesoma kwa Nabii Isa vile vile, anasema wa Mwenyezi Mungu amenihusia kuswali, kutoa zaka muda wa kuwa niko hai. Je, wewe uhusiano wako na swala ukoje? Je, wewe katika swala la zaka ukoje? Na iliposemwa zaka haikuwekwa kwa watu maalum. Maana yake kila mmoja wetu ashughulike ili ibada hii na yeye aweze kufanya. Na utaona katika kushughulika kufanya ibada, kufikia na wewe vile vile ufanye ibada ya zaka, inataka lazima ujishughulishe, utengeneze kipato cha kukuwezesha na wewe utoe. Na kwa hivyo hata mara moja isiwe wewe unasubiri wewe tu upewe mpaka unaondoka duniani, wewe unasubiri hivyo. Kwa hivyo sifa zile zilizotajwa tuzirudie kuanzia kwa Nabii Zakaria mpaka kwa Nabii Idrisa, tujikague sisi tuko wapi katika sifa zile na tuanze kufanya bidii ya kuzielekea. Vinginevyo tutaangukia kwenye aya tunayoanza kesho ya wale ambao walipokuja wao wakayatupa yale yote ya kufanya ibada, ya kufanya utii, kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, kuwatendea wema wazazi wao, yote wakayatupa. Na kwa sababu ya kuyatupa yale, Mwenyezi Mungu anasema hao wataingia katika adhabu. Walichofuata ni matamanio ya nafsi zao tu. Mwenyezi Mungu atuepushe tusiwe miongoni mwa hao. Tuishia hapa. Kama kuna maswali ya kuuliza, lakini kesho tutaanza aya ya 59, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah, mpaka aya ya 63. Naam. Naam. Salam. Swali zuri na amelijibu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo, akisema kwamba na nyinyi mtamuona Mola wenu. Kuna ikhtilafu ya wanazuoni hapo, lakini wapo wanasema hapana, watu wema watapata hiyo fursa ya kumuona Mola wao. Kwa hilo nalo lipo inshallah, kama lilivyokuwa lipo la kuzungumza na pia linazungumzwa la kumuona. Kuzungumza tumeambiwa linaonekana la wote, kwa sababu Mtume akasema ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, hakuna yoyote kati yenu isipokuwa atazungumza na Mola wake. Hakuna mkalimani, akiangalia kulia haoni chochote isipokuwa aliyoyatanguliza, kushoto hivyo, mbele moto wa jahannam. Na kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile hilo limesemwa, limeelezwa kwa watu wema kwamba nyuso zitakuwa zimeng'aa siku ile na watapata fursa hiyo. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.